uvumbuzi wa masuala ya digital. Sasa hivi kuna artificial intelligence, sasa ndiyo habari ya mjini. Na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa aliyofanya katika mpango uliokuwa na utata wa kuuza hisa katika baadhi ya mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Na uwanjani, Uganda yamuombeleza kiungo wa timu taifa na nahodha wa klabu ya ligi kuu ya AC Villa aliyeuawa baada ya kushambuliwa na majambazi. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomwa nami Leila Mohamed. Mawaziri wa mambo ya nje wa Jordan, Falme za Kiarabu, Indonesia, Pakistan, Uturuki, Saudi Arabia, Qatar na Misri wameshutumu Israel kwa kile walichosema ni kudhoofisha juhudi za hivi karibuni za kufikia makubaliano ya amani huko Gaza. Victor Kenani anaeleza zaidi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Amman, mawaziri hao walilaani kile walichokiita ukiukaji unaofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza, wakisema kuwa mashambulizi hayo yanahatarisha mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza mzozo katika eneo hilo. Taarifa hiyo inafuatia tangazo la Hamas kwamba imekubali mpango wa kusalimisha silaha ambao utaifanya ikabidhi silaha zake. Kwa upande wake, Israeli imesema mashambulizi yake ya siku za karibuni huko Gaza yamelenga wapiganaji wa Hamas pamoja na miundombinu yao. Israel pia imesisitiza kuwa haitaanza kuondoa majeshi yake kutoka Gaza hadi pale itakapokuwa na uhakika kuwa kuna maendeleo ya maana katika mchakato wa Hamas kusalimisha silaha zake. Pakistan imesema ina matumaini kuwa maendeleo ya makubaliano kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yatafungua njia kwa Washington na Tehran kurejea kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mzozo wao. Serikali ya Pakistan kwa kushirikiana na Qatar imekuwa na jukumu muhimu la upatanishi kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, hadi sasa Marekani wala Oman hawajatoa maoni kuhusu madai ya Iran kwamba imekaribia kukamilisha makubaliano na Oman kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Jumatano, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilikiri kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo utategemea iwapo baadhi ya wahusika wengine hawataingilia kati, kauli ambayo inaonekana kuirejelea Marekani. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema wanawafanyia uchunguzi wa Ebola zaidi ya abiria 200 baada ya kuzuilia boti iliyokuwa ikisafiri katika mto Kongo kuelekea mji mkuu Kinshasa. Nastia Mohamed ana taarifa zaidi. Waziri wa afya Roger Kamba amesema hadi sasa hakuna kisa chochote cha Ebola kilichodhibitishwa. Boti hiyo imetengwa takriban kilomita 65 kaskazini mwa Kinshasa, mji ambao hadi sasa hujaathiriwa na mlipuko huo. Abiria mmoja aliyekuwa akishukiwa kuwa na Ebola alishuka mapema katika jimbo la kaskazini la Mangala ili kutafuta matibabu, lakini baadaye alifariki dunia. Tangu mwezi Mei, karibu visa 4,000 vya Ebola vimethibitishwa nchini kote, huku zaidi ya watu 1,800 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Bunge la Uganda limeidhinisha hoja iliyoungwa mkono na serikali kuruhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo hadi katika ukanda wa Gaza kufuatia mwaliko kutoka Marekani chini ya mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump. Hoja hiyo iliwasilishwa bungeni na waziri wa ulinzi wa Uganda Kiorwa Kiwanuka, ambaye aliwaambia wabunge kuwa jeshi la Uganda lina uzoefu na uwezo wa kushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine yamesababisha moshi mzito kutanda juu ya mji wa Yoroslav nchini Urusi, ambako kuna moja ya viwanda vikubwa zaidi vya kusafisha mafuta nchini humo. Gavana wa eneo hilo Mikhail Yevraev amesema shambulio hilo kuwa kubwa zaidi kuwahi kufanywa na Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kiwanda hicho cha kusafisha mafuta pamoja na kingine kilichoko Bashkortostan vililengwa ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza mapato ya mafuta yanayofadhili vita vya Urusi. Wakati huo huo, nchini Ukraine watu wasiopungua 10 wameripotiwa kufariki katika wimbi jipya la mashambulizi ya anga ya Urusi. Hii ni BBC.
Nam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu huyo Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC kupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Loliondo FM, Abudi FM na Radio Kwizera kule Ngara. Nchini Kenya Gulf Radio, Nyota FM na Most FM. Uganda Radio Kitara, Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo tusikilize kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Karibu kwa mara nyingine. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi Karo Robi. Karo, karibu. Asante sana Skola. Msikilizaji, huko Ukraine imeshambulia moja ya mtambo mkubwa zaidi wa kusafirisha umetanda juu ya jiji la Yaroslav karibu na mtambo wa Slavneft-Yanos karibu kilomita 600 kutoka mpaka Ukraine. Mtambo wa pili wa kusafisha mafuta katika mkoa wa Ufa pia ulishambuliwa. Gavana wa eneo hilo Mikhail Yevrayev amesema hilo lilikuwa shambulizi kubwa zaidi kutoka Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kiwanda hicho cha kusafisha mafuta pamoja na kingine vililengwa kama sehemu ya mkakati wa kupunguza mapato ya mafuta ambayo yanafadhili vita vya Urusi. Faidha Ngaga anaarifu zaidi. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana, mashambulizi makubwa ya masafa marefu, huku idadi ya vifo na majeruhi ikiongezeka na hali ya usalama ikiendelea kuzorota katika maeneo mbalimbali ya vita. Nchini Ukraine, milipuko mikubwa imeutikisa mji mkuu Kiev na maeneo ya jirani baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani usiku kucha. Maafisa wa Ukraine wanasema watu wasiopungua 17 wameuawa na makumi wengine kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuzima moto na kutafuta manusura katika maeneo yaliyoharibiwa. Oleksiy Kliuv, mkuu wa kikosi cha kujitolea cha Sumi, amesema kuwa kwa makadirio ya awali takribani madirisha 500 yameharibiwa. Amesema kuwa hiyo ni tathmini ya mwanzo pekee na zoezi la kubaini kiwango kamili cha uharibifu linaendelea. Awali ilibainika kuwa vifaa 500 vya umeme viliharibika, lakini hivyo vilikuwa vya taarifa ya awali. Sasa tunafanya uhakiki wa taarifa hizo na kupeleka kwa mafundi pamoja na wahudumu katika maeneo husika. Wananchi wanatakiwa kufika na pasipoti pamoja na namba ya utambulisho ili kupokea vifaa vya matengenezo. Uwasilishaji wa nyaraka utaendelea leo na kesho, huku zoezi likiratibiwa pia katika makao makuu. Mashambulizi hayo yamejiri wakati Urusi ikiendelea kuongeza mashinikizo dhidi ya miundombinu muhimu ya Ukraine. Katika Bahari Nyeusi, Ukraine imesema mtu mmoja ameuawa na wengine 3 kujeruhiwa baada ya meli iliyokuwa imebeba shehena ya ngano kutoka bandari ya Odessa kushambuliwa. Meli hiyo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Guinea Bissau iliharibiwa na moto kuzuka ndani yake. Kiev inaituhumu Urusi kwa kulenga miundombinu ya bandari na usafirishaji wa bidhaa ili kudhoofisha biashara ya Ukraine na mataifa mengine. Kwa mujibu wa mamlaka ya bandari za Ukraine, mwezi Julai pekee kulikuwa na mashambulizi 57 dhidi ya meli za kiraia na mengine 67 yaliyolenga miundombinu ya bandari. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kuwa ilizishambulia meli 2 zilizokuwa zikisafirisha silaha kuelekea bandari ya Odessa, madai ambayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Mashariki mwa Ukraine katika mkoa wa Kharkiv, shambulizi jingine la Urusi limepiga kituo cha reli na kusababisha vifo vya watu 2 huku 8 wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Katika wiki za hivi karibuni, shule, majengo ya serikali na makazi ya raia yameendelea kuathiriwa na mashambulizi hayo.